Tangu wazungu wakutane na sisi kwa mara ya kwanza mpaka leo hii bado hawajaamini kama na sisi ni watu. Bado kabisa. Hadi mpaka sasa bado hawajaamini kuwa sisi ni nini, sisi ni watu. Kwa sababu kumbuka Charles Robert Darwin alipokutana na mtu mweusi kwa mara ya kwanza alisema tuna ukaribu sana na nyani. Ni Charles Darwin ambaye na theory yake ndio imekuwa imeandika historia yetu. Unajua kwa binadamu wa kwanza alikuwa nyani, akaanza kubadilika hatua kwa hatua na hivyo. Lakini James Watson, mtaalamu wa tiba na mshindi wa tuzo ya Nobel ya mwaka 1962, alisema mtu mweusi ana akili ndogo kuliko mtu mweupe. Haya ni matusi haya. Mwaka 1985 Kaburu Peter Botha, yule wa Afrika Kusini, alisema watu weusi wanaofanana na binadamu na kutenda mambo kama binadamu hayawahalalishi wao kuwa watu wenye akili timamu na binadamu aliyetimia. Huyu ni Peter Botha. Botha kaendelea kusema katika upeo wazungu ni bora kuliko weusi. Hilo halina ubishi, kwani limejidhihirisha kwa miaka mingi iliyopita. Kwa maana hiyo mweusi ni malighafi kwa mweupe. Yani mtu mweusi ni malighafi kwa mtu mweupe. Ndio maana unaona Botha huyo? Yes, Botha, kwa sababu ndio maana unaona watu wakawa watumikisha pale. Lakini mzungu mwingine alisema kuwa kadiri mtu mweusi anavyozidi kuwa mweusi ndivyo anavyozidi kupungukiwa akili. Umeona, huyu ni mzungu mwingine naye. Ni matusi ambayo sasa tujitafakari. Donald Trump anasema nchi nyingi za Kiafrika zilitakiwa ziendelee kutawaliwa kwa miaka 100 kwa sababu hawajui lolote kuhusu utawala bora. Donald Trump huyu. Lakini Comte Joseph Arthur Gobineau miaka 1800 aliwahi kusema Waafrika ni watu wasiokuwa na ubunifu wowote wa kisayansi na kisiasa, badala yake wanafaa zaidi kwa kazi ya kucheza, kuvaa na kuimba. Ndicho alichokiongea, yani ile entertainment kwa watu nini watu weusi. Yes, ndicho alichokiongea. Bwana pia aliwahi kusema duniani kuna resi 3 tu. Yani jamii 3 tu. Weusi ambao ni wajinga na washamba, wanjao ambao ni dhaifu, na weupe ambao wana akili na wazuri. Umeona, ndicho alichokiongeaga huyu bwana. Na anasema kati ya hizi jamii zote 3 weusi wamejaliwa nguvu nyingi pasipo uwezo wa kufikiri. Unaelewa hilo jambo? Sasa ndio zile kanuni zilizokuwa nakuambiaga kuwa kanuni ziliibiwa hapa Kemet, kwa sababu ilikuwa pia zile kanuni zinaelezea ili mtoto awe na akili sawa sawa unatakiwa umlishe vyakula gani. So umeona sasa hiyo. Kwa hiyo ndio maana sasa ukuta huko lina ukweli kidogo, kwa sababu sasa mtu akipiga dona ya kueleweka, akapiga na maharage na sado yake ya maji anapata nguvu, lakini uwezo wa kufikiri utakuwa ni mdogo. Kwa sababu ya vyakula. Afya ya akili pia inategemea na vyakula na vinywaji pia, mtu anakunywa nini. Ndio maana unaona hata juzi hapa Wizara ya Afya walisema walitenga budget kwa ajili ya kuwazuia sasa au kufanya utafiti vijana na hizi nini hizi mnahitaji energy drink. Umeona, kwa sababu ya mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa nini chakula kina play part kubwa sana katika akili ya mtu. Lakini George W.F. Hegel alisema kuwa Mwafrika halisi hana akili, hana maendeleo, hana utamaduni, hana dini, pia hana maadili na adabu. Mwafrika kwa asili ni mdhalimu na mkatili. Huyu ni George Hegel. Ndio hivyo alivyoongea. Haya ni matusi yote ambayo Waafrika tunatukana. Lakini Lister aliwahi kusema njia nzuri ya kuliokoa bara la Afrika ni kumrudisha tena mzungu kuitawala Afrika, maana Mwafrika ameshindwa kujitawala. Sasa ukumbuke naongea haya yote na nimesema mbele nitaenda kuchimbua zaidi, kwa sababu haya yanaongelewa kwa sababu historia yetu iliibiwa, na baada ya kuibiwa wao wamekaa nayo ile historia, matokeo yake wanakuja wanaanza kututukana kwa namna. Lakini Sir Richard Burton aliwahi kusema pia Mwafrika anapofikia utu uzima akili yake hudumaa, na kuanzia hapo hukua kurudi nyuma badala ya kwenda mbele. Anaweza kuiga na kuigiza kama nyani, lakini hawezi kuunda kitu chake. Huyu ni Sir Richard Burton wa Uingereza huko. Alafu kuna mwanadada mmoja hivi, ni mwanaharakati wa kizungu anaitwa Tracy Zile. Anasema isingekuwa wazungu, midomo yetu ingekuwa inanuka kama panya aliyeoza, kwa sababu hadi leo tumeshindwa hata kutengeneza dawa ya meno.
Huyu ni Tracy Zile, ni mwanadada mmoja, yule mwanaharakati wa kizungu. Akasema wao sasa, unajua wao wanazalisha dawa, sisi huku tunazalisha mafuta ya upako na maombi. Ndicho alichokiongea. Unaona, huyu mwanadada huyu ndicho alichokiongea. Kwa hata wamishonari walipofika Afrika waliona bara limejaa watu ambao ni kama nyani, au nitumie kauli hata Biblia iko ndani ya Biblia iko, waliona ni kama bara limejaa washenzi waliotakiwa kuokolewa ili waende mbinguni. Nini hao missionary walipokuja? Yes. Walipokuja huku na alifanikiwa na wanafanikiwa. Yes, na wanafanikiwa. Na ndio maana unaona walitengeneza system au mfumo ambao tunautetea sisi wenyewe. Na ndio maana leo hii akatokea, nikupe mfano mdogo, sawa? Masomo baba yetu hapa amekuwa akiyafundisha, sawa? Ya mtu kufanikiwa. Baba yetu Mheshimiwa Nabii Mkuu Dr. Jodevi. Ya watu kufanikiwa na mambo kadha wa kadha na mambo mengi. Nikasikia juzi hapa tena kuna mtumishi mmoja yuko Dar es Salaam anaitwa Mzee wa Upako, na akawa anaongea hivyo kuwa yeye akasema masikini wana 98 na pointi sijui ngapi ya kuto kuingia mbinguni, lakini matajiri wana 70 ya kwenda mbinguni. So unaona sasa kuna watu wakaanza kumpinga, yaani unakataa masikini hawaendi mbinguni wakati Biblia hapa imesema walio matajiri wasijivune. Tumetengenezewa mfumo ambao tunaona maana umasikini Afrika ni sifa ya kwenda mbinguni. Sifa. Yes. Ni sifa ya kwenda mbinguni. Hiyo ni programming. It was a programming ambayo tumekuwa programmed hivyo, mfumo ambao ni mifumo ya kishetani mimi naita, alafu sisi tuendelee kuitetea. Kwa ndo maana unaona wamishonari walipofika Afrika waliona bara hili limejaa wajinga wanaotakiwa waokolewe waende mbinguni. Ndio maana hatuangalii kuhusiana na kufanya kazi, hatuangalii kuhusiana na hata injili ya Yesu anarudi leo ndio inayosababisha watu waendelee kuwa nini? Kuwa masikini. Kwa walokole tuache uvivu. Tukafanye kazi, tuache mambo ya ajabu. Kondo unaambia sasa. Ndio. Waache mambo ya ajabu wakafanye kazi. Yaani kwa wazungu hadi kesho wanaamini wao ndio wateule wa Mungu wenye wajibu wa kuiokoa Afrika. Wazungu wanaamini hivyo. Kwa Afrika tumeitwa majina yote mabaya: bara la giza, bara lisilo na matumaini, kovu la dunia. Ndio tunasoma kweli. Yes. Bara la giza. Bara la giza. Tumesoma kweli. Bara lisilo na matumaini, kovu la dunia, pori la washenzi, bara lenye viumbe waliolaaniwa na waliokata tamaa, bara la watu wanaohitaji kuokolewa na mzungu. Unaona? Hii ni nini? Ni Waafrika tumeitwa hivi. Lakini sasa Bwana Deogratias Festo, kabla ya kuwajibu wazungu, tujitafakari basi na sisi tuone. Ina maana kwamba tuwajibu kwa vitendo mwalimu? Tujitafakari kwanza kabla hatujawajibu. Tujitafakari. Gari linauzwa milioni 2 Japani. Likiletwa Afrika linauzwa milioni 12. Yaani mtoza ushuru anakula nyingi kuliko mwenye mali. Elewa? Na anaeliwa na ndugu yake mtoza ushuru, yani Mwafrika namla Mwafrika mwenzie. Umeona? Sasa hapo ndo tuanze kujitafakari kabla hatujaanza kumind kwa nini hao wametuambia haya matusi yote haya wametutukana. Wakumbuka nilisema hapa kwa matusi ya Donald Trump yasichukuliwe kama nini, yachukuliwe kama funzo kwetu. Umeona? Kwa okay, hiki alichokiongea je, tunafanyaje? Umeelewa? Haya, tuna mafuta kila bahari ya Afrika, lakini tukitaka kuyachimba tunamuita mzungu aje kutuchimbia, na wakati tunazalisha mainjinia kila mwaka Afrika. Umeona? Sasa hapa kuna akili kweli au akili melala? Malaysia walikuwa wanakwenda Ghana kujifunza kilimo cha mawese. Leo hii Ghana wanakwenda kujifunza kila kitu Malaysia, hadi kilimo cha mawese. Hapa nani hana akili na nani ana akili hapa? Kwa kilimo cha mawese wanakwenda kujifunza nje. Ndio. Umeona? Kwa sababu Malaysia tunakumbuka walikujaga Afrika kujifunza kilimo cha nini? Cha mawese. Na wakachukua na mbegu huku za mawese wakaenda nazo kule. Leo hii Malaysia ni mzalishaji mkubwa kwa sababu wenzetu wakiamua jambo wanaamua. Ni kama China 2011 walisema tunataka tutengeneze mamilionea, yani bana tuondokane na uombaomba, tutengeneze multimillionaire. 2021 yani walisema kwa muda wa miaka 10. 2021 kweli China imekuwa na mamilionea wa kutosha, yani wengi, na wamewekeza maeneo mbalimbali. Kwa wenzetu wako hivyo. Kwa kila kitu sasa unaona kinachoonekana ni bora tunakiita cha mzungu.
Yaani mpaka kuna panzi wa kizungu, kuna kuku wa kizungu.